Nasi pia tumebarikiwa kuwa pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nichukue nafasi ya kukukaribisha sana katika ibada zetu za siku ya leo katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia wewe tena katika jina la Yesu. Sema amen. Mtazamaji wangu, moja kwa moja unaweza ukashare video hii ili na wewe ukaweza kukua baraka pia kwa wengine katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Maombi iko na nguvu ya kufanya vitu viwili. Maombi yako iko na nguvu ya kusababisha vitu viwili. Kwa sababu wapendwa, ni vizuri kila mara unapoazimia kuomba, ni vizuri kukuwa na elimu juu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuambia jambo la kwanza, maombi, prayer is a force. Maombi tu si vile unaweza chukulia tu ni maombi, kazi yangu tu ni kuwasiliana na Mungu, tuongee na Mungu, ni communication. No, apart from that communication, prayer is a force. Prayer is a force. Bwana Yesu asifiwe. Hapana chukulia tu maombi ninatumia kuambia Mungu mambo yangu. Maombi ninatumia kuwasiliana na Mungu. Kwa maombi na msifu Mungu. Kwa maombi na mwabudu Mungu. Pia unapaswa kuelewa ya kwamba maombi ni force. Bwana asifiwe. Haleluya. Maombi iko na uwezo wa kusababisha vitu vifanyike ama vitendeke. Narudia tena. Maombi iko na uwezo, maombi iko na nguvu ya kusababisha. Iko na nguvu ya kufanya nini? Ya kusababisha vitu visababike. Sio kama ni Kiswahili nzuri. Ya kusababisha vitu vifanye nini? Visababike, ama ya kusababisha vitu vitendeke. Maombi iko na uwezo ya kusababisha vitu vifanyike. Maombi iko na nguvu ya kuleta uhai mahali hakuna uhai. Maombi iko na nguvu ya kusababisha mabadiliko ya maisha. Maombi iko na nguvu ya kuondoa. Maombi iko na nguvu ya kuleta. Maombi iko na nguvu hakija kwa kikifanya kazi. Maombi iko na nguvu ya kuisababisha ifanye kazi. Maombi iko na uwezo. Naweza nikasema maombi ni nguvu, maombi ni uwezo. Sitaki uiangalie na sehemu yake moja, maana maombi, prayer is very wide. Very wide. Ujue naweza nikaingia katika maombi ya kumsifu. Naweza nikasifu Mungu kupitia nini? Maombi. Kumbuka sifa zinazohitajika sio kuimba.
Ni ile tunatoa sifa, tunaiwekea muziki tuitoe kwa njia ya kuimba. Lakini kumbuka, sifa na maabudu ni maneno yanayotoka katika moyo wako. So ninaweza nikaomba sifa, naweza nikaingia kwa maombi. Uniulize unaenda omba nini? Naenda omba maombi ya kumsifu Mungu. Na kwa maombi yangu nikaanza kumsifu. Kwani kumsifu kwa mtu ni vipi? Si ni vitu zenye amefanya. Nisiku ni kuanza kumwambia vitu zenye amefanya. Unapaswa uelewe hivyo. Naweza nikaingia katika maombi ya kumwabudu. Maabudu inahusiana na jinsi alivyo, kumtambua jinsi alivyo. Naweza nikaingia kwa maombi ya kuombea uponyaji, maombi ya uponyaji, maombi ya urejesho, maombi ya shukrani, maombi. Na zaidi ya yoyote pia niwe na ufahamu, maombi ni uwezo, maombi ni nguvu, maombi na uwezo ya kusababisha vitu vikafanyika. Mali mambo haifanyiki, maombi na uwezo ya kusababisha ikaanza kufanyika. Nasema maombi. Na siku ya leo nataka tuone nguvu mbili ama uwezo mbili ambao maombi iko nayo ya kufanya. Na ninakupa ili nawe uendelee kufanya nayo. Tuanze na kitabu cha Mathayo 18:18. Biblia inasema, amini nawaambieni. Yesu anaanza kwa kuambia maneno ambayo ninawaambia, nataka mfanye nini? Nataka muamini vile nawaambia. Ni vizuri kuamini vile imeandikwa. Amini nawaambieni. Namba 2, napenda hii. Yeyote. Sisi sote tuna qualify kuomba. Sometimes ni sisi wahubiri huweka mipaka. Na nikwambia, you need to be very careful wakati dini inainuka ndani ya mhubiri, anaanza kuweka mipaka ama anaanza kuweka qualification ya kufanya vitu vingine. Kwa Mungu, qualification kubwa tuko nayo ni kumwamini Kristo. That's the greatest qualification we have. Unasikia mhubiri mwingine akihubiri akifunza, unajua sometimes wahubiri wameenda juu sana, kaza kusema so and so cannot qualify. Sijui ukiwa hivi na hivi you cannot qualify to be a preacher. Sometimes mhubiri akinuliwa zaidi anatoka out of order. Mimi nimeona wahubiri wakisema kitu fani. Watu wenye wananyoaga hivi wale watu wenye wanawaga hivyo waekage, watu wenye wanavaa sijui nini. These are funny things. They are not written in the Bible. Sometimes tunafaa tuelewe, wakati mhubiri ameenda juu sana na amekuwa juu sana, anaweza kuanza kutunga Biblia yake. Anaweza kuanza kusema vitu vyake. Anaweza simama kwa kanisa aseme you don't qualify to pray. Wewe huwezi omba hata hapana, wacha nikwambieni, enda soma Biblia imesema yeyote. Yeyote. Napenda Biblia kwa sababu wewe inajitokeza wazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Napenda Biblia kwa sababu wewe inajitokeza wazi na inajisema. Kwa hivyo anaanza kwa kusema amini nawaambieni. Kwa hivyo muamini yale ambayo ninawaambia. Nambari ya kwanza, muamini yeyote. Na wewe ni kati ya yeyote. Nasema watu wowote wa kuhesabiwa, wewe ni ndani yao. Anasema yeyote, ameokoka jana, ameokoka kitambo, ameokoka nini, yeyote mtakayo yafunga duniani. Kwa hivyo nambari ya kwanza, maombi yako iko na nguvu ya kufunga. Sijui kama unajua hivyo. You don't need to be an apostle, pastor, ndio uwe na uwezo ya kufunga. Maombi yako iko na nguvu ya kufunga. Sasa mimi sijui unataka kufunga nini? Ni nini unataka kufunga? Lakini maombi yako leo nataka ujue iko na uwezo, iko na nguvu ya kufunga. Hii inamaanisha ya kwamba katika maisha yako kuna vitu unapaswa kufunga. Ni kweli? Kuna vitu unapaswa kufunga. Kuna njia zenye unapaswa kufunga. Katika ulimwengu wa roho kuna manjia
ambazo unapaswa kufunga. Kuna milango ambayo unapaswa kufunga. Kuna vitu ambazo unapaswa kufunga. Kunazo vitu za aina nyingi. Kuna mambo katika maisha yako unapaswa kufunga. Na sasa tunaambiwa ya kwamba amini nawaambieni, yeyote mtakayofunga. Sasa hatujaambiwa mfunge kitu fulani. Biblia imeweka a blank check. Tell your neighbor maombi ni blank check. Jaza ni ngapi unataka. Mimi nimekupatia, nikakwambia zenye unataka, andika. Sasa sikiliza, haijatuambia yeyote mkifunga magonjwa, hapana. Mkifunga umaskini, hapana. Imekupatia mamlaka ambayo ni master key ya kufunga anything, ya kufunga chochote. Narudia tena, maombi yako iko na nguvu ya kufunga chochote. Biblia inakuambia maombi yako iko na nguvu ya kufunga milango ya kuzimu, hapana. Kwa kifupi inakuambia kuna mambo mengi sana ambayo kwa maisha yako utakumbana nayo ambayo unahitaji kufunga. Na uelewe vile Mungu anasema, msiniite niwafungie. Sasa zingine ni vizuri kuelewa vile Biblia inasema. Hajasema mniite niwafungie. Kila mara, kila mahali kwa Biblia ukisoma, upate inakuambia ufanye, kwa mwerevu elewe, amekupatia nguvu ya kufanya. Kuna mahali Mungu atafanya na kuna mahali Mungu afanya. Kuna vitu Mungu anasema nitakuwa ngao yako. Kuna mwingine anasema usiogope. Akisema usiogope ni kumaanisha kwamba kuna uwezo ndani yako. Kuna mahali anasema nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu, twende na wewe. Kwingine anasema enda. Anasema upitapo katika miali ya moto hautateketea. Anasema upitapo katika maji mengi hautazama. Usiogope. Wakati Mungu anakuambia usiogope, ni kwa sababu kuna uwezo ameweka ndani yako. Kila mara kuna vitu Mungu, ukiona Mungu ako pamoja na wewe kufanya vitu, ni yeye ako pale akifanya. Lakini ukiona ako mahali anakuambia enda, amekupatia uwezo. Sasa sikiliza mpendwa, unapaswa uelewe andiko hili linatuonyesha ya kwamba kuna mamlaka ambayo tuko nayo. Maana asemi mniite. Yesu alisema niiteni nami nitafanya nini? Nitawaitika, nitawaonyesha mambo makubwa magumu msiyoyajua. Chochote mtaomba kwa jina langu, Baba atajibu. Hapa sio hivi. Hapa anasema chochote wewe. Chochote wewe. Sio mimi Mungu. Usiniite nikufungie. Usiniite nikufungie. Wakati amekuambia ukifunga ni kwa sababu amekupatia funguo. Na katika ufalme wa Mungu funguo ni mamlaka. Na leo nimekuja kutangaza katika jina la Yesu, maombi yako iko na nguvu ya kufunga. Na namba 2, wewe uko na uwezo ya kufunga vitu fulani. Wewe uko na uwezo. Alafu sikia vile anasema, chochote mtafunga wapi? Hapa duniani. Kwa sababu sisi ndio tuko na funguo za duniani. Ndio kama kumwambia tuko na funguo ya dunia. Kwa sababu kuna vitu hapa duniani vinafaa kufanywa nini? Kuna vitu hapa duniani vinafaa kufanywa nini? Na ni nani anaishi hii dunia? Na mamlaka kwa hii dunia ya kufunga vitu imewekewa nani? Imewekewa wewe. Ni sisi tunaweza tuka-arrange na tukapanga vitu vile inapaswa kukua kwa hii dunia. Maana Mungu ametutrust na hiyo. Alafu anasema mkisha maliza kufanya nini? Kufunga. Anasema itakuwa imefungwa mbinguni. So kuna vitu havitafungwa mbinguni kwa sababu bado kuna mtu duniani hajachukua mamlaka yake. Kuna vitu bado mbinguni haijafungwa kwa sababu duniani kuna mtu anangojewa. Ndio kama za kumwambia unangojewa.
unangojewa uchukue hatua. Je, wajua mbingu, kuna vitu mbingu inangojea uchukue hatua. Kuna vitu mbingu inasema tunangojea wewe. Sasa imagine sasa kuna ile inaitwa maombi ya upumbavu. That's why jana nilitext nika post nikakwambia you really need to avoid foolish Christians. They are believers but they are not thinkers. Now utapata kwamba watu wanaomba maombi ambayo inaonyesha these people are foolish. Sasa unaenda kusema sasa Mungu funga. Kila mara unapoenda ambia Mungu funga, unakuaga uelewe kile unafanya. Maana anasema si nimekuambia wewe funga. Sisi tunangojea wewe ufunge. Pattern ni wewe funga, alafu sisi tunafunga. Number 2. So tumeona number 1, Mungu akikwambia ametuambia tufunge ni kwa sababu ametupea uwezo ya kufanya ya kufunga. And number 2 ni kumaanisha Mungu anakutrust kwa vitu zingine ndio ufunge. Hii pia inaonyesha trust. Hapa aseme nitakuongoza. Hapa aseme sikiliza roho wangu vile anakuambia ufanye. Anakutrust kabisa. Ni nini unataka kufunga? Funga wewe. Hello. Alafu anasema mbinguni itakuwa imefungwa. Ukiangalia andiko hili kwa undani, utaona vile mbingu inakuheshimu. Utaona vile Mungu anakuheshimu. Utaona vile the kingdom of God inakungojea wewe ufanye vitu zingine. Number 2, itakuwa imefungwa mbinguni. Na yoyote utakayo yafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa wapi? Mbinguni. Number 2, maombi yako iko na nguvu ya kufungua vitu viwili tumesema siku ya leo. Maombi yangu iko na nguvu. Natumai hauandiki hapo maombi yako iko na nguvu ya kufungua. Natumai hauandiki hapo maombi iko na nguvu ya kufungua. Hizo vitu nilikwambia wachanga kufanya hivyo. Hizo vitu zinafaa kufanywa na mwenye na mwalimu. Lakini kwa kitabu yako kila mara address yourself. Usiaddress na wewe mimi nakupea na wewe tena unapeana. Iandike hapo maombi yangu ina nguvu ngapi? 2. Maombi yangu ina nguvu ya kufunga na maombi yangu ina nguvu ya kufungua. Mimi nimepewa uwezo wa kufunga. Mimi nimepewa uwezo wa kufungua. Mungu ananiamini. Chochote nikifunga yeye anafunga. Aulizi maswali. Sivyo, mbona nikifunga inafungwa? Kama kuna maswali na debate kama kuja unifuate mimi. Usifuate Mungu, nifuate mimi. Kwa sababu ukiendea Mungu anakuambia nisimie amefunga sio sisi tumefunga. Hallelujah. Amen. Tukimbie kitabu cha Yakobo 5 mstari ule wa 17 alafu tumalize. Biblia inasema hivi. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Ama Eliya alikuwa na maumbile kama sisi. Eliya ni mtu tu kama mimi. Sasa andika Eliya alikuwa ni mtu kama mimi. Eliya alikuwa ni mtu kama mimi, si kama sisi, kama mimi. Yakobo 5:17. Eliya alikuwa ni mtu kama nani? Kama mimi. Ninaomba ujifunze kusoma Biblia na umoja, usijifunze kusoma na wingi. Jifunze kusoma na umoja. Hiyo umeibreak, umeileta kwako. Hapana ileta kwetu, leta kwako. Eliya alikuwa nani? Alikuwa ni mtu mwenye tabia kama yangu. Hebu angalia tabia zako za kibinadamu. Maumbile. Eliya tunaambiwa alikuwa kama sisi. Namba 2. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Kwa hivyo hiyo ni nini alifanya? Alifunga. Alifanya nini? Akaomba kwa bidii mvua isifanye nini? Kwa hivyo lugha rahisi ni nini alifanya? Alifunga mvua. So tunaweza kuambiwa ya kwamba Eliya hakukuwa malaika, hakushuka kutoka juu akaanguka chini.
tunaambiwa alikuwa kama sisi, ni kumaanisha ya kwamba alibebwa miezi 9 kwa tumbo ya mama yake. Alizaliwa kama mimi, akalia kama mimi, akakua kama mimi, akakula kama mimi, akafanya vitu kama mimi. Shida ambayo inaweza kuwa Elia si kama mimi ni kwamba yeye tofauti yake inaweza kuwa ni aliomba kwa bidii. Sasa swali ni je, sisi tunaomba kwa bidii? Wewe unaomba kwa bidii? Maana qualification zote zenye Elijah alihitaji ili aombe uko nazo. Kenye ilihitajika ndio Elijah aombe uko nayo. Na ndio tumeambiwa alikuwa kama mimi, kumaanisha ya kwamba I also qualify. Sasa hii changamoto inatupatia siku ya leo ya kwamba hata wewe unaweza ukafunga mvua, kwa sababu ninapatiwa. Kwa nini nalinganishwa? Napewa changamoto na Elijah. Kila mtu kwa Biblia ambao umepewa changamoto na yeye, kenye alifanya inamaanisha unaweza ukafanya. Inamaanisha unaweza ukafanya. Lakini akaomba kwa bidii. Sasa tendo ambalo tunahitaji kuchukua ni bidii. Kuomba kwa bidii. Hiyo sasa ndio neno tunahitaji. Sasa kama kuna kitu unahitaji kuongeza kwa Ukristo yako, bidii ya maombi. Bidii hiyo tu ndiyo alikuwa nayo. Hiyo tu tunaweza kosa. Wewe hauombe kwa bidii. Wewe hauombe kwa bidii. Tunaambiwa yeye alikuwa kama sisi, lakini aliomba kwa bidii. Na kwa nini aliomba kwa bidii? Ili mvua isifanye nini? Isinyeshe. Kwa hivyo ni nini alifanya? Alifunga. Maombi ya Elijah ilikuwa na nguvu ya kufunga. So hata wewe maombi yako iko na nguvu ya kufunga. Sasa number 1. Sasa we can now interpret. Kwa Old Testament ilikuwa ni mvua. Leo tunaweza tukainterpret mvua ya shida, mvua ya magonjwa, mvua ya matatizo. Patia majina hizo mvua zote zenye zinakunyeshea wewe. Taja hizo mvua. Ni mvua gani inanyesha kwa biashara yako? Ni mvua gani inanyesha kwa maisha yako? Ni mvua gani inanyeshea pesa zako? Hebu angalia aina za mvua ambazo zinanyesha kwa maisha yako. Kuna mvua ambayo haitajiki. Bwana asifiwe. Kuna aina ya mvua ambayo ifanye nini? Haitajiki. Inaitwa mvua ya uharibifu, mvua ya upepo, mvua ya radi, mvua ya nguvu. Haitajiki, maana itaharibu manyumba, itaharibu kila kitu. Sasa kwa maisha yako angalia ni mvua gani hautaki. Uko na uwezo ya kuomba hiyo mvua ifanye nini? Uisimamishe. Uko na uwezo ya kuifunga. Na hiyo yote imewekwa wapi? Kwa maombi. Na hiyo yote imewekwa wapi? Kwa maombi. Na mvua haikufanya nini? Haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka mingapi? 3.5. Nataka uangalie vile maombi ya Elijah ilikuwa na effect kwa ile area yote ambaye alisema isinyeshe. Hawa watu wote walikuwa affected. Angalia, kama ni Samaria, kama alisema mvua isinyeshe Kericho, nafikiri ni watu wangapi walikuwa affected na hiyo? Na ni kama maombi kanani? Kama mtu mmoja. So vile hii kunyesha kote, basi Kericho mzima walikuwa kwa shida. Watu wa anga, wa weather walishindwa watasema aje. Walisema hii hatujui, hii hatuelewi. Ombi la mtu mmoja la kufunga iliathiri taifa nzima. Ombi lako linaweza likaathiri familia yenu yote. Kuna kamvua unaweza simamisha kwa boma yenu. Kuna kamvua unaweza simamisha kwenu. Ukaomba peke yako ikawacha kunyeshea baba yako, ikawacha kunyeshea mama yako, ikawacha kunyeshea ndugu zenu, ikawacha kunyesha kwa boma yenu. Unaweza simamisha mvua ya ulevi. Unaweza simamisha mvua ambayo inanyesha kwenu. Mvua ya watu kutokusoma, mvua ya watu kutoku
alifunga kwa miaka 3.5, unataka kuifunga kwa miaka mingapi? Elijah alifunga kwa miaka 3.5, unataka kuifunga miaka mingapi? Kuna vitu vinakungojea wewe uvifunge na useme vile Yesu alisema. Inategemea na wewe. Katika Marko 11 ama ni 12, maandiko nasema ya kwamba kwa umbali Yesu akaona mti wa tini. Alipoufikia akakosa tini. Nini alifanya? Aliufunga. Alikatiza maisha ya ule mti. Alifunga ule mti na akasema kuanzia leo mtu awaye yeyote asikule matunda hapa. Na ule mti ukakufa forever. Inategemea na wewe. Unataka kufunga miaka mingapi? Kuna vitu mmekuwa tangia utotoni mkiwa mpaka mmekuwa watu wazima, mmeona kwenu na imewasumbua, simufungi. Nilikupatia ushuhuda wa dada yangu second born. Tangia nikijijua miaka ya 90, early 90s huko. Dada yangu anakuwa mgonjwa mbaya. Hapo ndo nilijua kuna ugonjwa za aina nyingi. Dada yangu alikuwa anakuaga mgonjwa hali mahututi, anapona. Hali mahututi. Anaendaga tu anafika karibu na kaburi, alafu anarudi. Ama anaenda anafika karibu na mocha kwa mlango, alafu anarudi. Hivi ndio dangu alikuwa. So msijue kama mmewahi kuwa na mtu anakuwa mgonjwa kwa nyumba, nyote mnalia. Mnalia kabisa, mnalia. Wachana ile ugonjwa ya kipindi kirefu. Unajua ugonjwa ya kipindi kirefu mtaizoea. Itafika mahali sasa itawasumbua. Kwa sababu mmekuwa nayo. Chochote ukikaa nayo kila siku, inafika mahali unafanya nini? Unakuwa na uzoefu. Lakini sasa kuna ile anakaa miezi 8, papa analipuka. Anawatisha wote. Wote mpaka ile macho inaenda huku, hika kitu nyeusi kanaenda wapi? Kanaenda huko juu. Yake mpaka mnaona huyu anakufa. Mtu akikuwa mgonjwa hakuna kitu kingine, mnaona huyu anakufa. Inasimamisha jamii mzima. Hiyo gonjwa ikikuja imesema attention. Hiyo ni kumaanisha hakuna kitu kingine mnafanya, akili yote, nguvu yote, pesa yote. Mwaelewa magonjwa inayo? Ikikuja imesema nini? Attention. Kuna nyamaza. Na ni huyo unasikika peke yake. Sasa ilikuwa inasemaga attention kwetu nikiwa kadogo. Walikuwa wanatuoshaga. Nyinyi mlioshwa na mangira ya gunia. Siwezi sahau hiyo. Walikuwa wanatusuguaga na tuosha, sisahau. But namuona anakuwa nikionaga akiwa nini? Mgonjwa. Anapelekwa ward, analazwa, hata hapa Kericho alilazwa. Baadaye anatoka. Baada tena inaamuka. Hivyo mpaka 2009. Nilipoanza hapa 2009. Ukombozi ukaanza na nikaendelea na ukombozi. Kuna dada mmoja wa Kericho nilimwombea. Alikuwa na ugonjwa wa ukimwi. Lakini nilipomwombea, hizo spirit ziliambia si ukimwi ya kawaida, hii ni ukimwi ya kiroho. Ni sisi tumemwekea. Sio ile ukimwi ya kawaida watu wanapata, hii ni kumwekea tulimwekea. Nakumbuka udada alikuwa na maisha mbaya na nikamwombea na maisha yake ikabadilika. Sikukuwa najua vitu aina hiyo. Hapo nikajua kumbe kuna magonjwa ambayo ni nini? Roho. Unakumbuka juzi tuliongea kuhusu pepo bubu. Alikuwa na maangushanga wapi? Kwa moto na kwa maji. Lakini kwa kitanda, kwa nyasi, huko hawezi maangusha. Lakini mahali kwa maji maana atazama. Kwa moto ataungua. Sasa siku hiyo na mimi nikakumbuka haya. Na kuna dada yangu nimeona tangia utotoni mpaka nimekuwa mtu mzima, nimeona akiwa mko. After that deliverance nilimpigia simu, nikamwambia fanya hivi, tafuta fare kuja mara moja. Maana hata hiyo tu nilikuwa mkubwa bado tu ni mgonjwa, ameolewa bado tu anakuaga tu mgonjwa. Masimu tu kila saa. Nikampigia simu nikamwambia please kuja Kericho haraka. Akakuja. Nikafanyia ukombozi hapa. Nikapatana na roho ngapi? Mbili. Alikuwa ametengewa mpaka ward, mpaka kitanda ilikuwa imewekwa kwa ajili yake. Ushaona mtu ni mgonjwa mpaka kitapelekwa hospitali, si lazima uende uandike.
kwa sababu anajua huyu ni customer. Paka mtakao mpeleke tu pale penye mnamwekaga. Nikatila hapo ndo nikapatana na roho ya nini? Magonjwa. Roho ya nini? Na magonjwa. Sisi tulikuwa tunakaa prison, maana baba alikuwa anafanya prison. So prison kumejaa nini? Kumejaa wivu, kumejaa uharibifu. Maana prison ni ka estate ambao makabila yote inafanya nini? Inakuja. Na kila kabila ikija inakujaga na nini? Na Mungu yake, na kinga yake. Unanielewa? Bwana asifiwe. Sasa kule ni mahali ambapo askari wanakutaka ukiwakataa, wengine wanatumia nini? Madawa. Wanaharibu watu. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia hapa ndo nikapatana na roho ya magonjwa. Na nikaichomoa. Do you know 2009 up to date? Dada yangu hakuna hospitali anaenda. Nikamvua, nilifanya nini? Nilisimamisha na nikasema, na kasimamisha miaka 3. Nilikasimamisha aje? Kusiwahi patikana magonjwa tena. Hii ni ile mlango unafunga, unaenda Likoni, unatupa funguo. Umeona Likoni mahali wapenda nao wanafunga vifuli? Umeona kule Mama Ngina Drive? Kuna mahali iko pale mkipendana mnaenda iko mahali mnafunga kufuli ya kwamba tutawachana, alafu mnachukua funguo mnatupa wapi? Mama Ngina. Ukienda Mombasa Mama Ngina Drive hapo, kabla hujateremka kwa Likoni Ferry, please enda utafute hapo na uende na bibi yako hata wewe, na ubebe kifuli kiwezekana hata wewe. Na nikanyamazisha hiyo mvua ya magonjwa pap, na mpaka wa leo my sister ako na afya mzuri na hapo chonjo. Nasema nini? Kuna mvua unaweza simamisha kweli. Kuna mvua inanyesha bibi yako unaweza simamisha. Kuna mvua inanyesha kwa boma yenu na unaona hii mvua ikinyesha tangu tukiwa watoto. Hii mvua kunyesha kwake ndio umeleta shida kwa boma yetu. Mpendwa, leo nimekuja kutangaza mwezi wa 6. Umechukua nafasi ya kufunga na kuomba. Funga mvua zingine na useme mvua ya aina hii isipatikane tena kwa boma yetu. Biblia inasema alisema aliomba na akafunga mvua kwa miaka 3.5 isinyeshe. Miezi 6. Mstari wa 18 akaomba tena. Kuna maombi mengine ukiomba usiombe tena. Elijah aliomba tena. Na maombi la pili aliomba ni maombi ya kufanya nini? Ya kuifungua. Sasa jua za kuomba ufunge na za kufungua, na za kuomba ufunge tena ufungue, elewa. But kitu mbili nilikuwa nataka kukupatia. Uko na uwezo ya kufunga na uko na uwezo ya kufungua. Kuna vitu kwa maisha yako fungulia. Kuna vitu kwa maisha yako fungulia. Especially I really want you to believe and trust na uamini hii. Fungulia vitu vyako ambavyo vimefungwa katika ulimwengu wa roho. Iko vitu imefungwa, fungua. Ifunze kuomba na kutangaza, ninafungua. Chochote chako kimefungwa katika ulimwengu wa roho. Kuna watu mahali umefika kabisa uko na uhakika unapaswa kuwa na kitu fulani. Si ufungue katika roho. Fungua katika roho. Kuna watu wanasema pastor, maisha yangu haipaswi kukua hivi vile nilivyo. Kama tayari unajua maisha yako haipaswi kukua hivyo vile nilivyo, tayari maisha yako iko. Ifungue. Ukisoma Ezekieli, tulisoma Ezekieli 17 verse 13. Is it 13 verse 17? Or 13 verse 17? I think so. Ukisoma hiyo nitakwambia wanafunga vichwa vya kila king ili wawinde watu wangu. Kitu kubwa inanifanyaga nasoma hapo ni kwamba wanasababisha watu ambao hawapaswi kukufa wafanye nini? Wakufe. Na wale wenye wanapaswa kukufa waishi. Hiyo inamaanisha nini? Hiyo ni exchange of life. Hiyo na exchange. So tuko na watu wengi wamekufa ambao hawakupaswa kufanya. Na ndio maana nilikuambia watu useless they don't die. Watu useless hawakufi. Mtu mwenye ajui kuichunga ndiye anaipata sana. Mwali ndio hivyo. Simama ndio tumalize.
Mwenye hajui kuichunga, mwenye ana haja nayo sana ndiye anaipata. Mwenye ako haja nayo ndiye aipata. Mimi nikipata hii kazi, wewe ndio utapata. Lakini yule mimi kwa sababu yeye ndiye anapata. Ndio unaona wenda wazimu hawakufi. Chokora hawakufi. Watu wenye wasaidi chochote hawakufi. Watu wenye wana maana hawakufi. Watu wenye wanazaliwa pengine akiwa na kasoro, hakuna mahali wanaenda, wako tu. Lakini watu wenye wanazaliwa na wako na maana, hawa ndio usipochoka, hawa ndio wanaenda. It is also good. Fungulia maisha yako ambayo unapaswa kuishi hapa duniani. Fungulia maisha yako ambayo unapaswa kuishi wapi? Hapa duniani. Amen. Nitapost ile ka video ambao niliwaambia Jumapili. Niliombea mtu alikuwa amevaa nguo, alikuwa anafanya kazi ya uwizi ya kusukumiwa. Alipokuja hapa nikamuombea. Baada ya kumaliza kumuombea, kitu cha kwanza alifunguka macho, akaanza kutoa nguo. Akamwambia, kwa nini unatoa nguo? Akaniambia, hizo nguo si zangu. Unasikiliza point yangu? Amevaa nguo lakini kumbe haikuwa yake. Nilipomwombea akafunguka macho, akagundua nguo si zake na akafani, akatoa na akanirushia, akaniambia, pastor, nguo sio yangu. Niambia, na si ulikuja hapo umevaa? Mtu anaweza valishwa maisha isiyokuwa yake. Labda nikiongea hivyo wewe sielewa, lakini ukienda deep kabisa, zameni katika maombi, kuna vitu zingine zitafunguka kwa maisha yako. The ideas zitafunguka kwa maisha. Kuna mtu ni ideas zako zimefungwa. Your thinking capacity ndio imeshikwa, lakini huwezi elewa. Kuna vitu mpya zingi kwa mawazo yako. Ukienda deep kwa maombi, utaanza kuona vitu zinaachiliwa. Saa zingine huwa ninafika mahali ninaomba. Najipata nimeachiliwa ideas nyingi, reasoning yangu inafunguka, naanza kureason, lakini saa zingine najipata nimezubaa. Kumaanisha mtu anaweza kaomba, ukafungua maisha yako na ukafungulia maisha yako. Ukimaliza kuomba, baada ya siku kadhaa ukaanza kutuambia, pastor, hii maisha naishi ni nyingine, hii maisha ni mpya. Ni kumaanisha kwamba umefunguka macho, maisha yako ndio imekuja. Ulikuwa unaishi maisha ya wenyewe. Jumapili nitakuwa nikiomba na wewe. Nitakuwa nikiongea kuhusu maombi ya enda zako. Kuna watu wengi Yesu alifungua Lazaro akiwa mmoja wao, akamwambia, mfungueni aende zake. Niongezee hii juu ya hii kitu nimefanya leo. Unaenda zako? Acheni niwaambieni wapendwa, watu wanaenda za wenyewe. Na vitu nyingi za watu haziendi vile wanataka, zinaenda vile watu wengine wanataka. Tuko na watu wengi hii dunia hawaishi maisha yao, hawafanyi vitu vyao, wanafanya za wenyewe. They are under control and we need to break that. Leo nimekupatia vitu viwili. Maombi iko na nguvu ya kufunga na kufungua. Chukua nafasi ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya hiyo mamlaka ambayo ameweka ndani yako, mamlaka ya kufunga na mamlaka ya kufungua. Hii katababa shika zina basonia marutaruka satani oshalaba ringra sana kaparusa katalia bakasi katila shinda rabarabara sana katalabarabusa maluka sita tila kasuka tila. Baba, ninakushukuru kwa nguvu ambayo umeweka ndani yangu, nguvu ya kufunga na nguvu ya kufungua, nguvu ya kufunga na nguvu ya kufungua umeweka ndani yangu. Ninakushukuru na ninakutukuza asubuhi ya leo. Pokea sifa na pokea utukufu kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini, sema amen. Ibada hizi ni kama college. Kenye ulienda kufunzwa ndio unaitumia kurana nayo
maisha yako. Sikufunzi ya leo naishe, ninakupatia vifaa vya kuboresha maisha yako. Enda andika kwa kitabu yako, ongeza hii. Na Mungu akubariki. Sisi tumebarikiwa sana kwa pamoja na wewe mtazamaji wangu. Asante kwa kuchagua kututazama kila siku asubuhi. Tumebarikiwa sana. Natumai umeweza share video hii, kuambia ili ukaweze kuwa baraka kwa wengine katika jina la Yesu. Andamana pamoja nasi tunapoendelea na somo hili ya maombi, kukuhimiza zaidi ujue ya kwamba maombi yako iko na nguvu katika jina la Yesu. Ninaitwa Apostle P.M. Smith, Voice of Fire, kwa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is served. Kanisa letu la Winners linapatikana Kericho Town, nyuma ya Chevron Supermarket, kwa uwanja wa Soweto Driving School. Ukija pale utapata jengo kubwa limejengwa na vioo. Hapo ndipo tunakutana kuelimishana neno la Mungu. Kutoka kwetu hapa tunakutakia kuwa na siku njema yenye baraka na ushindi. Amen. Shika sana.